Wengi wameshinda kufikia ndoto zao. Kwa nini? Wanakimbia majaribu. Wanaogopa majaribu. Sema amina. Haleluya. Yesu yuko msalabani. Anajaribiwa. Ametundikwa, yuko katikati. Huku kuna mwizi mmoja na huku kuna mwizi mwingine. Fikiria Yesu asingefika mahali pa kuvumilia pale kwenye ule msalaba, akasema hapana, najiondoa. Wewe ungepata wokovu? Usingepata wokovu. Alivumilia msalabani, alivumilia misumari, alivumilia viboko, alivumilia mijeride, akavumilia na matusi wanaokuwa huko chini, wanainua shingo zao, wanamwambia ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, jiokoe basi. Uliokoa wengi, tuokoe na sisi. Lakini bado Yesu aliwatazama, akawaambia, msinililie mimi, jililieni ninyi pamoja na watoto wenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaenda mpaka anazikwa kaburini, anafufuka na ushindi mkubwa. Bwana asifiwe sana. Abednego, Meshaki na Shadraki walipotupwa kwenye tanuru, lile lilikuwa ni jaribu dogo. Wanatupwa kwenye moto, ilikuwa ni jaribu dogo. Na wanaambiwa hivi, msujudieni huyu sanamu. Kuna kibungu kimetengenezwa kwa udongo, kimepambwa kama Mungu, kiangukieni hiki. Abednego, Meshaki na Shadraka walikataa, wakasema hatutasujudia sanamu. Kama Mungu hatatuokoa na huo moto, acha tukafie hapo. Katikati ya tanuru la moto wameshatupwa. Mungu anamuinua mwanawe Yesu Kristo, anaenda kwenye tanuru la moto. Anashangaa yule mfalme, anasema niliwatupa watatu kwenye moto, imekuwaje na waona wako wanne? Na yule wanne ni mfano wa mwana wa miungu. Sema amina. Katikati ya majaribu, vumilia, tengeneza uaminifu, utamwona Mungu. Utamwona Mungu. Acha yeye kusema watu sasa kwenye ndoa vumilia, kwenye mimi na kuunganisha ndoa yako wewe na Mungu, kwa sababu sisi tulioolewa na Kristo, tumefungwa na Kristo. Hebu vumilia kwa Kristo. Majaribu yatakuja, lakini yatakusababisha uwe dhahabu safi. Amen. Nikana tafakari Mungu, kwa nini hata hili pia kanisa, kwa nini tunakuwa na sheki? Chochote kikiwa mlimani huwa kinatazamwa na wengi, na vita yake ni kubwa zaidi. Bwana asifiwe sana. Hivi kwenye nyumba unaweka taa za chini hapa, nyingine unaziweka pale juu. Wadudu huwa wanaendaga wapi? Wanakimbilia taa ipi? Ya juu. Okay. Wanajaa kule, si ndio? Wanaacha taa ya chini. Manake ndivyo ilivyo thamani ya wewe unayemsema Yesu ni Mwokozi kwenye maisha yako. Alafu unaposhinda jaribu, ndio utaona vita ni kubwa. Wanainuka mpaka ndugu zako uliozaliwa nao, wanainuka majirani, wanainuka marafiki, wanainuka, wanakuambia yani wewe hufai. Unajikuta ni kama uko peke yako, lakini kitendo cha kuwa peke yako kwa ajili ya kutazama msalaba, wewe vumilia tu. Maumivu ni mengi na mateso ni mengi na makali, lakini kuna saa watakuja kukuona wewe ni mtu wa maana kwenye maisha yao. Utakaa kuwashauri, utakaa kuwajenga, utakaa kuwapatanisha. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hebu andiko moja ukasomeni nyumbani kwako. Sio sema mchungaji anazungumza lakini hajasema hata andiko. Anasema hivi. Kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 6 mstari wa 67 mpaka 68. Kama kuna mmoja anaweza akanisomea kwa faida ya wengine, maana mimi ninao. Yohana 6:67 68. Naomba mmoja anisomee. Haraka kidogo. Hakuna mtu. Inasema hivi, je, ninyi nanyi mnataka kuondoka? Bwana, ninyi nanyi mnataka kuondoka? Hapa kulikuwa kuna Yesu na wanafunzi. Wanasema, Yesu anawauliza, anasema hivi, ninyi nanyi mnataka kuondoka? Kwa lugha nyingine kuna watu waliondoka. Sema kuna watu waliondoka. Sema tena kuna watu waliondoka. Hasa Yesu anawauliza, anawaambia, je, na nyinyi mnataka kuondoka? Bwana asifiwe sana. Wanafunzi wanamwambia, Bwana, tuende kwa nani?
wewe una maneno ya uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema tuende kwa nani? Kwa sababu wewe una maneno ya uzima wa milele. Amen. Ni kama vile ambavyo walioondoka wanasema kwamba hapo nimeondoka kwa sababu kuna hiki na kile. Hasa na mimi nakuuliza, na wewe unataka uondoke? Muulize mwenzako, na wewe unataka uondoke hapa? Muulize, na wewe unataka kuondoka? Anasemaje? Bwana asifiwe. Jibu sasa la kwenu ambalo mimi nawauliza kama mchungaji ya kwamba je, na nyinyi mnataka muondoke kama walivyoondoka wengine? Jibu lenu linatokea hivi. Kwa wale ambao hawatasema mioyoni mwao wanataka na wenyewe kuondoka, watakaosema watabaki. Bwana asifiwe. Wakasema hivi, Bwana twende kwa nani? Maana kwako kuna maneno ya uzima wa milele. Kuna saa ya vita inapokuja kwako, wanaweza wakakukimbia wote, lakini kuna mmoja atasimama na wewe. Na mimi natamani wewe uwe mmoja wa kusimama na sisi. Bwana asifiwe. Wanaondoka wote. Sasa kama Mungu hajakuita unasema hapa naezua bati, naezua kila kitu, mimi nabeba naondoka. Unapoondoka kuna mtu mmoja anasimama kama Petro, anasema mimi siondoki, acha waondoke wote, lakini mimi nitasimama na wewe. Sema amini. Ndio Petro alimjibu Yesu hivyo. Asema mimi siondoki, nitasimama na wewe. Na mimi nataka mtu mmoja atakasema nitabaki na wewe mahali hapa kwa jina la Yesu. Katika 1 na 2 vitaenda kuwa 3. Sema amina. Pe Bwana makofi, haleluya. Anaendelea kusema hivi, maisha ya Mkristo si safari ya miujiza tu. Kuna watu wanataka miujiza peke yake, ila Yesu hawamtaki. Haleluya. Mtake Mungu pamoja na nguvu zake. Amina. Miujiza ni mizuri kwa watu wasioamini, lakini kwa wale ukisha kuamini, mwanangu, komana kumjua Mungu, kwa sababu ukiwa na Yesu atakupa faraja, atakupa amani, atakutia moyo, utajikuta unasonga mbele. Utafanya jambo lolote ni dogo litafanikiwa kwa sehemu kubwa, kwa sababu kumtumaini mwanadamu siku moja atakuangusha, atakulaza pabaya. Sikuna mtu ananielewa? Bwana asifiwe sana. Ngoja nikwambie.